Karibu sana kwenye Muhere Kitchen. Leo tunakuletea mapishi matamu na rahisi ya kupika dagaa waliokaangwa na kuchanganywa na matembele. Chakula hiki ni chakula kitamu chenye lishe na kinachopatikana kirahisi nyumbani. Katika video hii utajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kuandaa dagaa wakakolea vizuri na kwa kuwachanganya na matembele mabichi ili kupata mlo wenye ladha ya kipekee unaoendana vizuri na ugali, wali au hata ndizi. Kama unapenda mapishi ya vyakula vya asili vya Kiafrika na mbinu rahisi za kupika nyumbani, basi video hii ni kwa ajili yako. Usisahau kusubscribe Muhere Kitchen, kupenda video na kushare ili watu wengi zaidi wajifunze mapishi haya matamu. Katika pishi letu leo la dagaa na matembele, tumepika kwa kutumia mafuta ya mawese. Mafuta ya mawese ni mafuta mazuri sana ambayo ni mafuta ya mbegu. Tuanze kupika pamoja. Mtu asikuambie kwamba pishi la dagaa matembele linahitaji viungo vingi sana. Hapana, leo tutatumia vitu vichache tu. Hapo nina nyanya ambazo nimezikata kabisa wala sijazimenya, nimekata nyanya na pia nina chumvi yangu ambayo nimepima kabisa hapo kidogo tu kwenye kijiko. Pia hapo nina mafuta yangu ya mawese na kitunguu. Hicho ni kitunguu maji pamoja na mafuta ya mawese ambayo nimeweka kijiko kimoja tu. Nimechota kijiko kimoja peke yake. Hayatakiwi kuwa mafuta mengi. Pia hapo nina dagaa wangu sasa ambao nitawatumia kupika pamoja na matembele. Hao ni dagaa waliokaangwa kabisa tayari, dagaa wa mafuta. Wamekaangwa vizuri kabisa, wamekauka, hao ni kwa ajili ya kupika tayari. Hapo nina matembele yangu tayari, hayo ni matembele ambayo nitachanganya kwenye dagaa na kuanza kupika pamoja. Hayo ni matembele tayari nimeshayasafisha, nimechambua, nimeosha tayari kabisa kwa ajili ya kupika kuchanganya na dagaa. Nawasha sasa jiko langu, baada ya kuwasha jiko naweka sufuria, baada ya sufuria naweka mafuta yangu ya mawese kama unavyoona yanatoa moshi wake kidogo kama hivyo, nasubiria kidogo moshi upungue, baada ya hapo sasa naanza kuweka viungo vyangu tayari kwa kupika. Ninachanganya sasa vizuri viungo vyangu ambavyo ni nyanya, kitunguu, mafuta ya mawese, ninakoroga vizuri kabisa na kuhakikisha kwamba nyanya zinachanganyikana vizuri kabisa na vitunguu, mafuta vinakuwa kitu kimoja. Ninaendelea kuponda ponda na kupika vizuri kabisa ili baadaye nitakapokuja kuweka mchanganyiko wangu vitu viwe vimekaa vizuri kabisa. Nyanya zisiwe na mabonge mabonge wala vitunguu visionekane. Yote hivyo nakuwa nimevichanganya kwa pamoja kabisa. Kama unavyoona sasa mchanganyiko wangu umekaa vizuri kabisa. Hapo nachukua dagaa, nachanganya dagaa sasa kwenye viungo vyangu. Naweka dagaa wangu vizuri kabisa taratibu kabisa. Dagaa wangu ni wasafi, ni wazuri, wamekaangwa vizuri na waweka tayari kabisa kwenye viungo vyangu. Baada ya kuweka kwenye viungo vyangu sasa, hatua inayofuata ni kuchanganya pamoja dagaa na vile viungo ambavyo nilikuwa nimeweka, nimeviponda, nimevipika vizuri ambavyo ni nyanya, kitunguu, mafuta ya mawese. Ninachanganya vizuri kabisa kuhakikisha mchanganyiko wangu unakuwa vizuri kabisa na inakuwa kitu kimoja, kitu ambacho ni kitamu. Dagaa hawa ni watamu sana, ni watamu balaa. Unaweza ukala kwa ugali, unaweza ukala kwa ndizi, unaweza ukala kwa wali, yote kabisa inakubalika. Baada ya kuchanganya vizuri na kuhakikisha imechanganyika, naongeza maji kidogo ili zisiungue na zisishike kwenye sufuria. Naongeza maji kidogo na kuendelea kuchanganya vizuri dagaa wangu na wachanganya vizuri napika natengeneza kitu ambacho ni kizuri kabisa. Mlo wangu unakuwa naongeza tena maji kidogo ili kusudi ziendelee kuchemka vizuri na kuchanganyikana na iweze kuiva vizuri. Kabla sijaweka matembele lazima dagaa kwanza ziive vizuri. Pishi letu sasa kama unavyoona dagaa wanaendelea kuiva vizuri, ninachukua chumvi yangu ambayo nilipima kwenye kijiko, chumvi kidogo tu usiweke machumvi mengi. Na ni vizuri kuweka chumvi baada ya kuona dagaa sasa wamekaribia kuiva. Usiweke chumvi kwenye nyanya au kwenye vitunguu kwa sababu inafanya nyanya zisiwe laini na zisiive vizuri. Kwa hiyo chumvi unaweka baada ya kuwa sasa mchanganyiko wako umekaa vizuri kabisa. Hatua inayofuata sasa ninachukua matembele.
Nikishachukua matembele yangu ninaanza kuweka sasa kwenye mchanganyiko wangu wa dagaa na viungo na chumvi ambavyo tayari nilikuwa nimeshamaliza kuviandaa. Kwa hiyo ninaweka matembele vizuri kabisa na kuchanganya, na hakikisha kwamba sasa matembele yote ambayo nilikuwa nimeandaa. Hapo nimeandaa ni matembele tu ya shilingi 500. Hilo ni fungu moja tu la matembele. Kwa hiyo nachanganya matembele yangu vizuri na hakikisha nageuza. Matembele yakae chini, afu dagaa wabaki wako juu. Sasa ili matembele pia yapate kuiva vizuri. Kwa hiyo nageuza vizuri sufuria yangu hapo, bado sijashika na mbanio wangu hapo, lakini baadaye nitakuwa na mbanio ili nisiweze kuungua. Nimeweka vizuri matembele, sasa yamekaa chini, dagaa wamekaa juu. Ninaendelea sasa, nimeshuka mbanio wangu vizuri kabisa na kugeuza sasa. Hapo ninageuza vizuri kabisa, naendelea kupika, nageuza matembele, dagaa, naweka mchanganyiko wangu na ufanya mchanganyiko ukae vizuri kabisa. Ninaendelea kugeuza. Kugeuza mara kwa mara kunasaidia ili dagaa na matembele yasishike na kuungulia chini, hasa kama unatumia jiko la gesi, kwa sababu jiko la gesi mara nyingi linapika haraka. Kwa hiyo unatakiwa ugeuze uhakikishe kwamba chakula chako hakiungui. Dagaa watakapoungua watakuwa wachungu. Kwa hiyo unaendelea kugeuza vizuri ukihakikisha unachanganya. Changanya matembele vizuri na dagaa, yani vishikane kabisa viwe kitu kimoja. Unachanganya, sio kuvunja vunja. Unakuwa unachanganya kwa staili nzuri. Unaona matembele kama hapo na dagaa yamechanganyikana vizuri kabisa. Kinaonekana ni chakula kitamu. Unaweza ukala na ugali mpaka ukajilamba, au ukala na wali, ukala na ndizi. Mambo yanakaa vizuri kabisa kama hapo. Nazima jiko ili kusudi chakula changu kisiungue. Nazima jiko langu, naondoa kabisa kutoka kwenye jiko, naweka pembeni tayari kwa kupakua. Nimepakua tayari kwenye sahani kama unavyoona matembele, dagaa, inavutia kabisa. Ni chakula ambacho ni kitamu sana. Chakula ambacho kinapendwa na watu wengi, watoto, watu wazima, hata wajawazito. Ni chakula ambacho kinawapa appetite kidogo. Kwa mjamzito unaweza ukaongeza ndimu kidogo au limao ili uweze kuleta ile testi ya uchachu kidogo, inamfanya anaacha kupata na kichefuchefu, anakula vizuri kabisa kwa ajili ya afya ya mtoto aliyeko tumboni. Wageni wangu wa leo hawakutaka kuonekana kabisa, wamependa kula ugali dagaa waliochanganywa na matembele wakiwa kwenye kagiza kidogo, lakini utaona jinsi wanavyofurahia hicho chakula, wanakula kabisa, na mwisho wa siku utaenda kuona sahani zimebaki tupu kabisa kwa utamu wa chakula. Ndugu mtazamaji, ni kama unavyoona mambo ndo kama hivyo, sahani zinabaki tupu kabisa. Hiki ni chakula kinapendwa sana na watu wa kanda ya Ziwa, Wasukuma, Wakelewe, Wajita, Wajaluo na watu wengine pia wanapenda sana hiki chakula. Hiki ni chakula ambacho kinalika na watu wote kabisa. Ni chakula kitamu kabisa kwa afya ya mwili. Tumefika mwisho wa mapishi yetu ya leo ya dagaa waliokaangwa na kuchanganywa na matembele. Tunatumaini umejifunza hatua zote na utaweza kupika chakula hiki kitamu nyumbani kwa urahisi. Ukijaribu mapishi haya tuandikie kwenye comment. Tuambie yamekuwaje. Tunapenda kusikia maoni yako na uzoefu wako jikoni. Usisahau kulike video hii, kusubscribe kwenye Muhere Kitchen na kubonyeza alama ya kengele ili usikose mapishi mapya yanayokuja kila wakati. Asante sana kwa kutazama Muhere Kitchen. Tukutane tena kwenye video nyingine ya mapishi matamu. Kwaheri.